Haya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi ya wanyonge. Na nataka kusema hivi ya kwamba uchaguzi ya mwaka 2027, nataka kuambia Mkenya, kama bado tuko na dhana nafikiria ya kwamba tunachagua watu kwa misingi ya dini, misingi ya ukabila, misingi ya mtu wetu, msingi ya mtoto wetu, my friend, na msingi ya machozi ambayo Ruto anamwaga, endelea na hiyo misingi. Yule mtu anaumia ni mimi na wewe, hao wengine hawaumii. So hii tabia ya kwamba, tafadhali mheshimiwa MCA, hii mambo ya kwamba tunaambia kwamba sisi kama jamii, my friend, wakati wanakutana kwa hoteli usiku, wewe unalala kitaa ya mabanda, wao wanakutana usiku wakitengeneza mambo ya kupora taifa la Kenya. Usiku ni nini mbaya? Wewe. So nataka kusema hivi, tuache siasa ya ukabila, tuache siasa ya machuki, tuache siasa ya furugu. Mimi nataka kuambia Wakenya ya kwamba uchaguzi inakuja 2027. Tuende uchaguzi kama tuko na lengo, tuende uchaguzi kama tuko na nia, tuende uchaguzi kama tuko ya kwamba tunataka kubadilisha taifa la Kenya. But tukienda uchaguzi ya kwamba nimeona pembeni ninaimba one term, mwingine ameona pembeni anaita two term, lakini the end of the day mamangu na dada yako ndio wanaumia kwa sababu pesa zote zimeporwa na serikali. Lazima tuende uchaguzi ili maisha yetu ibadilike. Mheshimiwa Rais William Ruto ni rais wa Kenya leo, but rais aje tu convince na uongozi yenye ako nayo, kwa sababu rais alisema kwamba yeye ni rais ya maskini. Leo hii Rais William Ruto amesahau maskini sisi, anafanya maslahi ya watajiri. Pige simu kule bwana wakisi. Rais amesahau uongozi ambao tulimpea kama wananchi. Therefore nataka kuambia wananchi, mimi mtu akiniambia Kalonzo na kuambia samahani, nitamwambia samahani. Mambo ya Kalonzo hatuwezi kukubali Kenya. Tafadhali, kama kuna watu wamekaa kwa kona fulani wanadhani ya kwamba watatupanga na Kalonzo, samahani, afadhali tufumulie na Ruto miaka 10 kabisa. Hii hatutaruhusu ya kwamba Gachagua amekaa kona fulani anatusukumia Kalonzo kwa sababu akona interest apate wabunge wengi, akona interest apate magavana, akona interest apate MCS Nairobi. My friend, hatuwezi fanya kitu kama hiyo. We are suffering because of Mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gachagua. Gachagua hawezi kutupanga na Kalonzo Musyoka. Wakati Kalonzo angekuwa president nilishayayuka kitambo. Kalonzo hawezi kuwa president ya Kenya sasa hivi. Mtu akona 78 anataka kuwa president, nini anataka kufanya? Amekuwa mbunge 28 years. Amekuwa deputy president, amekuwa waziri. Ni nini Kalonzo hajawahi fanya Kenya hii? Amejenga nini Kalonzo anataka kufanya? So mambo ya Kalonzo Musyoka na uongozi wa taifa la Kenya, asahau namna alisahau kunyonya. Asahau kabisa. Kunyonya nini? Asahau kabisa. My friend, asahau kabisa. Wanaenda kule. Asahau kabisa. Mimi nataka kuambia uongozi ambayo yuko mamlaka, tunataka uchaguzi na 2027. Nasema kama mheshimiwa anatembea wako kwa ballot na mheshimiwa Matiang'i, my friend, wacha Ruto aumize Mkenya, aende miaka 10 kisha tupangane mbele kina Matiang'i uchaguzi ambayo inakuja. But Kalonzo, hata sasa nisimame nichague Kalonzo. Bwana, chagua Kalonzo for what reason? For what for? Nataka kuchagua Kalonzo ndio afanye nini? Tuache pumbavu bwana. Tunachagua Kalonzo kwa sababu Gachagua alitolewa kwa serikali. Tunachagua Kalonzo kwa sababu Gachagua anataka wabunge. Bwana wa Kenya, tuchague viongozi ambao wanafaa kubadilisha. Kama mheshimiwa anatembea, mheshimiwa Matiang'i wako na lengo ya taifa la Kenya, lakini mama kutuambia kishuka Kalonzo, tulia bwana. Tulia bwana. Tunataka uongozi. Matiang'i unge pesa. Hatuchagui mtu kwa kuchagua pesa. Hatuchagui pesa. Nachagua
integrity leadership. Tunachagua integrity leadership, hatuchagui pesa. Tunachagua mtu kwa sababu anafaa kunyorosha Kenya. Hatuchagui mtu kwa sababu ana pesa. Hatuchagui mtu kwa sababu ni wash. Control speaker. Jambo langu ya mwisho nikimalizia.